Zimebakia siku chache tokea Mange Kimambi ameweza kujitabiria yeye mwenyewe kifo. Yani asiseme kwamba anatangaziwa ama anazushiwa kifo katika mitandao ya kijamii, lakini rasmi kama umepata nafasi nzuri na ni mtu ambaye unafuatilia kila content anayoiposti Mange Kimambi, basi aliweza kuandika ujumbe mrefu sana huku akiweza kuwahimiza Watanzania waendelee na uchochezi na vurugu kwa siku ya tarehe 29, huku akiweka wazi kwamba kwa hivi sasa na mpaka muda huu ni wazi anafahamu kwamba anakoelekea huenda pakawa ni pabaya. Kwa hiyo yeye yuko tayari na ameweza kuzungumza na kuacha ujumbe mrefu sana kwenye akaunti yake ya Instagram, akiweza kuzungumza kwamba ikatokea ameweza kufariki kabla ya tarehe 29 ambayo hofu yake imekuwa ikiendelea kutanda, na amekuwa akiamini hivyo kwamba kabla ya tarehe 29 basi huenda likamtokea lolote baya katika maisha yake. Kwa hiyo ameendelea kuwaomba Watanzania na wale ambao amekuwa akiweka uchochezi na nguvu kazi ya ziada kwamba wafanye maandamano tarehe 29 ya mwezi wa 10. Ni moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kuwashangaza walimwengu sana baada ya kuona posti ya Mange Kimambi akiweza kuwa na hofu na kujitabiria kifo, licha ya kwamba ameendelea kujiamini kupitiliza kwamba yeye atazungumza, lakini kuhusu kuogopa kufa, yeye anaamini kwamba muda wote na saa yote linaweza likatokea jambo ambalo yeye katika maisha yake inaweza ikawa ndo basi tena, kutokana kwamba anazungumza kwamba endapo kama serikali Tanzania ikawafika kohoni kwa yale anayoyafanya ya uchochezi na kutaka kuleta uvunjifu wa amani ya taifa la Tanzania, manake anaamini kwamba maisha yake yako hatarini kwa mujibu wa nukuu yake. Na ndio maana tunazungumza kwamba isije kaonekana kama labda tunamzushia kifo ama tunamzushia taarifa mbaya, lakini ni kutokana na yeye mwenyewe kwa kupitia ukurasa wake wa Instagram, na sisi tunaishi nao kama alivyoweza kuzungumza kwa nukuu yake ya ujumbe aliyouacha.